wa tamasha letu duniani tunatamani, tungependa na inapaswa kwa hivyo tamasha hili kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini sote tunafahamu ya kwamba uwanja Benjamin Mkapa upo katika marekebisho na matengenezo. Under so circumstance, sehemu pekee ambayo inasalia yenye hadhi ya kufanyia tamasha letu hili ni uwanja wa Uhuru. Hivyo basi, wanasimba kuanzia hivi sasa wanapaswa kufahamu na kuelewa ya kwamba tamasha lao pendwa litafanyika katika uwanja wa Uhuru. Tayari tumeshafanya ukaguzi katika uwanja huo, tumeshapokea maelekezo kutoka kwa viongozi wanaomiliki uwanja huo ya kwamba uwanja Uhuru unakidhi kabisa kufanyika kwa tamasha letu la Simba Day. Tamasha letu la Simba Day mwaka huu litatumika vile vile kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Tangu kuanzishwa kwake Simba Sports Club mwaka huu wa 2027 Mnyama anatimiza miaka 90. Kwa hiyo haitakuwa tu tamasha la kawaida, lakini litakuwa tamasha ambalo linabeba ujumbe halisi wa miaka 90. Tamasha la kuonesha changamoto, la kuonesha mapito na kuonesha mafanikio, lakini kubwa kabisa kuonesha mwelekeo wapi Simba inapoelekea baada ya kufikisha miaka 90. Kumshukuru Mwenyezi Mungu vile vile kwa kufikisha miaka 90. Viko vilabu vingi ambavyo tulizaliwa wakati mmoja, lakini vingi vimesha taga. Simba Sports Club bado iko hapo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikisha miaka 90. Kuelekea kwenye Simba Day yetu, utaratibu ni ule ule na haya ni maagizo. Kila mkoa wanawajibika kufanya Simba Day yao kimkoa, kiwilaya, kimatawi, mnajikusanya kwa pamoja, mnaadhimisha tamasha hili. Lakini sio tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tarehe 8 ya mwezi wa 8 ni siku ya Simba Day kuu. Hakuna Simba Day nyingine kufanyika huko mitaani. Simba Day inapaswa kila mkoa unapaswa kutengeneza ama kuchagua tarehe yake ya kuadhimisha Simba Day, ambayo itaenda sambamba na kufanya matukio ama shughuli mbalimbali za kijamii kwa ajili ya kurejesha kwa jamii. Tayari iko mikoa ambayo nimeshapata taarifa zao, wenyewe watafanya Simba Day yao katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano Morogoro, wenyewe Simba Day kimkoa wanaifanya tarehe 2 ya mwezi wa 8, wanakwenda kuifanyia Ifakara. Na wengine vile vile wanaendelea kujiorganize ili wafanye tamasha la Simba Day kimkoa katika maeneo yao. Kwa hiyo kila mkoa unawajibika kufanya tukio hili katika eneo lao na kufanya matukio ya kijamii. Kila mkoa, kila wilaya wanapaswa kuchangia damu. Haya ni maelekezo. Wanapaswa kuchangia damu ili tuisupport damu mpango wa taifa wa damu salama, kwa kuwa damu ni mahitaji ya umuhimu kwa binadamu. Lakini kutoa misaada kwa watoto yatima, na kama haitoshi kuwasaidia wajane na wazee, na kutoa misaada hospitalini. Kwa hiyo haya ni maagizo ambayo viongozi wa Simba mikoa wanapaswa kuyabeba na kuyafikisha kwenye matawi yao. Kila mkoa ufanye shughuli kama hii. Lakini tunapokuwa kwenye msimu wa Simba Day, tunawajibika kuyaboresha matawi yetu, kuyafanyia usafi matawi yetu, kuyapaka rangi upya matawi yetu, kubadilisha bendera ambazo zimechakaa, zimechoka, tunazibadilisha. Huu ndio msimu wa kuyapendezesha matawi yetu. Matawi ya Simba hawezi kufanana kama na kibanda cha mkaa. Tawi la Simba linapaswa ngari. Bendera ya Simba inapaswa kuwa nyekundu kwa rangi yake. Sio nakuta kwenye tawi bendera imechoka, imechakaa, imechanika. Hiyo sio standard ya Simba Sports Club. Hiyo sio hadhi ya Simba Sports Club. Hadhi ya Simba ni umaridadi, ni usmati, na hivyo kila tawi linapaswa kujiboresha. Kupaka rangi tawi, kuboresha shina lao, kuboresha ofisi yao, pamoja na kubadilisha bendera za tawi ili matawi yawe yana muonekano mzuri wa kupendeza. Na hiyo ndiyo standard ya Simba Sports Club.
Kuelekea kwenye Simba Day, tumekuwa na utamaduni wa uzinduzi wa wiki ya Simba. Tuli introduce mfumo huu na ukaonekana kuwa na tija kubwa. Msimu wa mwaka ule tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala, ilikuwa ni unyama sana. Watu wa Mbagala wanakumbuka kile ambacho kilitokea pale, ilikuwa ni kufuru na hatari ya kiwango cha juu kweli kweli. Msimu ukaofuatia tukaenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala Buza, na yenyewe ilikuwa ni unyama wa hali ya juu kweli kweli. Mwaka uliofuata tukatoka nje Dar es Salaam tukaenda kufanyia Morogoro, na yenyewe ilikuwa ni hatari mno, watu wakapanda SGR, ilikuwa ni safi kweli kweli. Tukatoka hapo tukaunganisha hadi Mikumi. Msimu wa mwaka jana tukaenda Iringa katika wilaya ya Mafinga, kila mmoja nakumbuka, ilikuwa ni amazing kweli kweli. Dhamira ya kuitoa Simba Day na kwenda kufanyia mikoani ni kutanua wigo Simba, kuwakutanisha wana Simba pamoja, lakini kuamsha yale maeneo ambayo yanaonekana yamepwaya na yale maeneo ambayo yanaamshamsha tunakwenda kuyaongezea nguvu. Ndio maana tunaamua kwenda nje ya Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba. Sasa mwaka huu kwa kipekee kabisa tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika hifadhi ya Ngorongoro iliyopo wilaya ya Karatu mkoani Arusha. Mwanzoni tulitangaza tarehe 25 kuwa ndio uzinduzi wa wiki ya Simba, lakini niko hapa kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wanasimba kwa ujumla ya kwamba uzinduzi wa wiki ya Simba sasa umebadilika kutoka tarehe 25 ya awali kwenda tarehe 1 ya mwezi wa 8, na siku ya safari kutoka tarehe 24 kwenda tarehe 31 ya mwezi huu wa 7. Ndugu zangu wanasimba, kwa nini tunakwenda Ngorongoro? Sababu ya kwanza ni hiyo, kuitoa Simba Day nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kuendelea kutanua wigo wa Simba Day. Kila mmoja ajihisi ni mmiliki wa Simba Day, kila mmoja ahusike kwa namna moja ama nyingine kwenye Simba Day. Ndio maana tunakwenda maeneo mbalimbali na safari hii tunakwenda Ngorongoro. Lakini kwa upekee kabisa Ngorongoro ni sehemu la kipekee kabisa duniani, ni sehemu la kihistoria, ni sehemu ya maajabu, ni sehemu ambayo haifanani na sehemu yoyote ile duniani. Yaani huwezi kwenda Ngorongoro alafu ukasema hapa Ngorongoro panafanana na sehemu fulani niliwahi kwenda. Kila ambacho nakiona Ngorongoro ni cha kipekee, hakifanani na sehemu nyingine yoyote ile ndani ya dunia hii. Kwa hiyo sehemu kama hiyo imetuvutia sisi na kusema acha twende tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapo. Tunaamini ule upekee wa Ngorongoro unaifanya uzinduzi wa wiki ya Simba wa safari hii na wenyewe kuwa wa kipekee. Lakini ni kwenye ubunifu. Tumeshafanya Simba Day sokoni, tumeshafanya stendi, tumeshafanya barabarani. Sasa safari hii tunakwenda kufanya ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, chini kwenye kreta. Kama mnafahamu kreta, nyote mmepita kidogo skuli, mnaifahamu kreta. Kreta ni shimo ambalo linatokea baada ya mlima kuzama wa volkano na kuacha shimo kubwa. Hasa hilo shimo la namna hiyo lipo bwana taa yako nazimika na nikata sana bwana. Unaona sasa? Isike. Jipangeni mkisikia kuna press ya Simba. Taa haiwezi kuwa shilingi 3200. Lazima itazimika tu. Kwa hiyo ni eneo la kipekee sana. Ni urithi wa dunia. Ni eneo la urithi wa kitamaduni. Ni eneo ambalo ukitazama tu lile shimo peke yake ni jambo la kipekee, lakini maajabu ambayo yako chini kule Ngorongoro ndio kuna upekee wa hali ya juu mno. Tukasema kutokana na upekee na uspecial
wa klabu ya Simba tunastahili kwenda kufanya uzinduzi wa wiki yetu ya Simba Day kwenye eneo pekee kabisa exclusivity la Ngorongoro. Baada ya kujiridhisha hilo, tukasema acheni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba katika eneo hili la hifadhi ya Ngorongoro. Kila mmoja baada ya kusikia hili kuna namna ambavyo amesisimka, kuna namna ambavyo amepata hamu ya kushiriki tukio hilo. Hasa hiyo hamu yako uliyokuwa nayo ndio sisi tunayoitaka twende nayo Ngorongoro, na wewe uende ukashuhudie kwanza maajabu ya Ngorongoro, lakini maajabu ya Simba kwenda Ngorongoro, lakini maajabu ambayo yanakwenda kufanyika katika uzinduzi huu wa wiki ya Simba. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wana Simba Sports, hili ni tukio la kihistoria sana. Haitakuja kujirudia kwa miaka hivi karibuni. Na of course lazima ushangilie timu ambayo inakufungulia dunia, inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo hakuna timu nyingine inaweza kukupeleka, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo ulikuwa unatamani kwenda kufika, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambayo ina mvuto wa hali ya juu. Hii leo ukiingia kreta ya Ngorongoro, ukitoka, yani kila mtu huku uraiani unakuwa muona wa kawaida sana, kwa sababu umefanikiwa kuingia Ngorongoro. Sio kila mtu anaingia Ngorongoro, ni mpaka uwe dedicated ama uwe shabiki wa Simba Sports Club. Ndio maana tukasema safari hii, wanangu wa Simba, twendeni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba huko Ngorongoro. Ndugu zanguni, naweza msinielewe sana, lakini tukienda Ngorongoro mtanielewa kwa nini Simba tumechagua huko. Lakini wacha niwapitishe maajabu machache sana ambayo hata wewe utaona kweli Simba amefanya jambo la maana kwenda Ngorongoro, na wewe ungana nasi kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Ngorongoro ni kivutio cha maajabu sana, chenye wanyama wengi kweli kweli, sanjari na simba wengi kweli kweli. Ndio eneo pekee ambalo lina mkusanyiko mkubwa wa simba kuliko sehemu yoyote ile Afrika na duniani kwa ujumla. Sehemu kama hii unaachaje kwenda? Yaani ukiingia tu Ngorongoro unakutana na simba kibao, unakutana nao, unapishana nao barabarani. Na tutaenda kuwaona siku hiyo tarehe 1 kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Lakini kwenye hifadhi hii ya Ngorongoro ndipo kuna fuvu la mwanadamu wa kale kabisa linapatikana Ngorongoro, na mkienda mtaliona, mshuhudie maajabu ya Ngorongoro. Nyayo za watu wa kale zinapatikana Ngorongoro. Ndugu zanguni, nimeziona kwa macho, na nyinyi nitawachukua tarehe 1 mwende mkaone kwa macho. Lakini kuna ajabu kubwa ambalo limenishangaza zaidi ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Kuna mchanga unaotembea, wenyewe wanaita shifting sand. Umekaa namna hii, huo mchanga kila siku unahama hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mwaka unahama, nimesahau zile mita zake, lakini unahama. Kwa hiyo ukikaa juu ya huo mchanga unaweza ukajikuta umefika Venezuela. Lakini uwe mvumilivu, kwa sababu unakwenda taratibu mno, yani taratibu mno, wanaitwa shifting sand. Kwa hiyo kama una uvumilivu utakaa hapo kwa miaka 60. Umehama kama mita ngapi tu hivi. Kwa hiyo uwe mvumilivu, utafika mbali, lakini unahama huo mchanga. Upo Ngorongoro. Sasa sehemu kama hiyo, ndugu yangu mwana Simba, unaachaje kwenda? Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kualika wana Simba wote wa Tanzania, twendeni Ngorongoro, twende tukashuhudie uzinduzi wa wiki ya Simba. Tunaenda Ngorongoro kwa sababu ya kuipa hadhi hifadhi hii. Ni hifadhi yenye maajabu mengi ambayo nimeyataja tu hapo kwa haraka. Mtakwenda kuyaona wenyewe kwa muda ukifika, lakini vile vile kuipa upekee tukio letu hili la uzinduzi wa wiki ya Simba. Kwa hiyo utaratibu wa kwenda Ngorongoro ni kama ifuatavyo. Tutaondoka Dar es Salaam usiku wa tarehe 30. Moja kwa moja tutaelekea mpaka Karatu, lakini tutapitia Arusha,
tutawapitia wanasimba wenzetu, na baada hapo tutaingia Karatu mchana wa tarehe 31. Na kwa nini tunataka kuingia mchana wa tarehe 31? Kwa sababu tunataka kufanya paredi tukiwa pale Karatu. Sasa tukiingia usiku tutashindwa kufanya paredi, ama utafanya paredi na vibwengo. Kwa ni bora tukaingia mchana ili tufanye paredi watu wote wakiwa wanatuona. Kwa mantiki hiyo ni kwamba tutasafiri na makombe yetu yote ya msimu huu, tutakwenda nayo mpaka Karatu, twende tukafanye paredi na wanakaratu na wenyewe washuhudie mafanikio ya mnyama. Tutafika Karatu majira ya mchana, tutazunguka Karatu yote ile kwa kufanya paredi. Baada hapo wanasimba tutasambaana. Baada ya kusambaana, usiku huo tarehe 31 tutakutana sehemu inayoitwa Sparrow Lodge. Hapo kutakuwa na mkesha wa Simba Day. Wana Simba wote wa Arusha, wote wa Karatu, wa Dar es Salaam, wa Musoma wa Mara, wa Mwanza, na wote ambao watakuja Karatu kwa ajili ya safari ya kwenda Ngorongoro, hakutakuwa na kulala siku hiyo. Siku hiyo wana Simba wote tutakwenda kwenye mkesha. Tutafika hapo, taingia hapo Sparrow Lounge majira ya saa 2 saa 3. Kutakuwa kuna vyakula, kuna vinywaji na kuna vinywaji. Mmenielewa hapo Kuna vinywaji na vinywaji. Kwa vote vitapatikana hapo. Kutakuwa kuna nyama choma, kutakuwa kuna mziki, kutakuwa kuna live band na kutakuwa kuna disco. Wewe mwenyewe unachagua unataka kwenda kukaa eneo gani ili uitafute asubuhi yako hapo. Kwa ndugu yangu Mwakitalima, budget ya kulala usiiweke Karatu. Karatu siku hiyo tutalala Sparrow Lounge. Tunakesha hapo kuanzia muda tumefika mpaka asubuhi yake tunapokwenda Ngorongoro. Watu watajilipua vibaya mno. Ikifika saa 5:59 kuelekea saa 6 ya kuingia tarehe 1, tutapiga mafataki kukaribisha mwaka mpya wa Simba Sports Club. Tutapiga mafataki hapo kwa muda wa nusu saa. Kama una shida masikio usikae karibu yetu, tutakupofua ngoma ya masikio. Tutapiga mafataki usiku kucha kuashiria na kuitangazia dunia kwamba tarehe mpya, mwaka mpya wa Simba Sports Club unaanza rasmi tarehe 1 ya mwezi wa 8. Tutakesha hapo. Tumegawanya maeneo ya pale Sparrow katika maeneo 4. Kuna eneo la nje ambalo hilo litakuwa ni free board. Unaingia unavyotaka, utapata vinywaji hapo, vyakula, nyama choma na muziki utakuwepo hapo nje na mafataki yatapigiwa hapo nje. Kuna eneo la ndani ambalo hapo kutakuwa kuna live band. Wale wazee wa live band inapatikana hapo, vinywaji na vyakula kama kawaida. Alafu kuna disco kwa ndani kidogo hivi. Wale wazee wa disco dance. Ndugu zanguni, utakuwa ni mkesha wa maajabu sana. Utakuwa ni mkesha wa hatari mno. Utakuwa ni mkesha wa viwango vya juu kweli kweli. Ni mkesha ambao utaacha historia kwa wanasimba, itaacha historia kubwa kwa wakazi wa Karatu. Tukimaliza mkesha wetu asubuhi saa 12, wanasimba wote tunaingia kwenye magari yetu, safari ya kuelekea Kreta kwenda kushuhudia uzinduzi wa wiki ya Simba. Tunaondoka mapema ili tuwahi kufika kule chini, lakini vile vile tuwakute wanyama ndio wanaamka. Unajua ile asubuhi wananyosha na viungo. Ukienda mchana jua kali unakuta na nyoa majificha kwenye vivuli. Kwa hiyo tunakwenda mchana mapema asubuhi ili tuwakute, tuonane na wanyama, na tukifanikiwa kuingia Kreta moja kwa moja tutaelekea kwenye eneo linaloitwa Ngoitoktok, ambapo hapo ndipo tutafanyia uzinduzi wetu wa wiki ya Simba. Pembezoni mwa eneo hilo la Ngoitoktok kuna bwawa la viboko. Kwa hiyo tunafanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapa, pembezoni kuna viboko wanaendelea na shughuli za. Ukijichanganya ukaingia kwenye bwawa walete. Sijui tumeelewana
ukijichanganya ukaleta mbwembwe kwa watu kwenye bwawa, sisi hapa tunapiga tu rest in peace, shughuli imeisha hapo. Kiboko watu kuacha salama. Kwa hiyo cheza kwa step. Tutafanya uzinduzi wetu hapo ya wiki ya Simba, ambapo tutakuwa na viongozi mbalimbali kutoka Simba Sports Club, tutakuwa na viongozi kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, tutakuwa na matangazo kadha wa kadha. Wasanii wa Simba Day watatangazwa hapo kupitia tamasha hilo, na kutakuwa kuna surprise kadha wa kadha mpaka tunafikia tamati ya tamasha letu. Baada hapo tutarejea tena kwenye magari yetu, tutazunguka kidogo maeneo ya Kreta kule chini, tutaangalia wanyama kwa kujinafasi, na baada hapo tutarejea tena juu Karatu. Watu watapumzika kidogo, watafanya after party, na ikifika majira ya jioni saa 2 saa 1 fulani hivi itakuwa ni safari ya kurejea tena Dar es Salaam, tukiwa tumekamilisha uzinduzi wa wiki ya Simba. Namna ya kufika Karatu. Kila eneo lina utaratibu wake wa namna ya kufika Karatu, na viongozi wote wa mikoa, viongozi wa wilaya na viongozi wa matawi tumeshatoa maelekezo namna gani wanaweza wakajikusanya kwa pamoja na kuwapeleka watu wao Karatu. Kwa upande wa Dar es Salaam, tutakuwa na usafiri wa pamoja wa kuondoka pamoja kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea mpaka Ngorongoro, mpaka Karatu na hatimaye Ngorongoro. Kama ambavyo tumesema, sehemu hii ni ya kihistoria. Sehemu hii ni ya kimaajabu. Ni sehemu kubwa yenye hadhi na wasifu mkubwa kweli kweli. Na kwa mantiki hiyo basi tukasema kila mwana Simba ambaye atawiwa kutaka kwenda Ngorongoro, basi na yeye achangie kidogo, na Simba Sports Club itamchangia na Ngorongoro itasaidia hapo, ili mwana Simba huyu aweze kutimiza lengo lake la kwenda Ngorongoro. Miaka 2 huko nyuma tulikwenda Morogoro bure, hakuna mtu ambaye alilipia chochote. Tukaenda Mafinga bure, hakuna ambaye mtu alilipia chochote. Lakini kutokana na uspesho wa Ngorongoro, ukubwa wa Ngorongoro, tukiamini ya kwamba kila mtu ana shauku na hamu ya kwenda Ngorongoro, tukifanya kuwa bure itatuletea tabu kwenye kudhibiti na kumanage watu. Na kwa mantiki hiyo basi tukasema acha tuweke walau kakingilio ama nauli kidogo tu, ili kila mtu ahisi kuwajibika, na yule ambaye atawiwa atakuwa na uwezo basi aweze kuchangia na yeye aende Ngorongoro. Nauli ya kutoka Dar es Salaam kikawaida hadi Karatu 60,000 kwenda, 60,000 kurudi. Manake kwenda tu Karatu peke yake mtu mmoja anatakiwa kulipa nauli 60,000. Hapo hajatoka Karatu kwenda Ngorongoro. Lakini safari ya mtu mmoja tu kwenda Ngorongoro peke yake, akitaka kwenda Ngorongoro anatakiwa kulipa shilingi 250,000. Huyo manake atalipa hiyo 250,000, mwingine atalipa 250,000, ndio mtakodi gari ambayo inaingiza watu 7. Kwa hiyo gharama ya mtu mmoja tu minimum kwenda Ngorongoro ni shilingi 250,000, ambayo inahusisha nauli, inahusisha kiingilio cha kulipa pale Ngorongoro na gari ambalo watakuwa wanatumia. Lakini Simba Sports Club, kutokana na kuwapenda watu wetu na kuwajali watu wetu na kutaka kulifanya tukio hili kuwa bora lipate watu wengi, tukasema tutaweka kiingilio kidogo sana ili kila mtu amudu na aweze kufika Ngorongoro. Tumeweka kiingilio cha shilingi 60,000 pekee kwenda kutoka Dar es Salaam mpaka Ngorongoro. Yaani 60,000 yako inakutoa da Ubungo mpaka tunafika Ngorongoro. Hiyo ni kwenda na kurudi. Maana yake kwenda umelipa shilingi 30,000,
na kurudi umelipa shilingi 30,000. Hiyo ni kutoka Dar es Salaam mpaka wapi? Mpaka chini Ngorongoro Crater. Kwa maana ya kwamba gari utakayotoka nayo hapa Dar es Salaam ndio hiyo itakayo kupeleka mpaka Ngorongoro Crater kwa shilingi 60,000 pekee. Kwa mantiki hiyo basi tutakuwa na usafiri wa mabasi ya pamoja ambapo tumepata tunaita mshirika wetu kwenye eneo la usafiri ambaye ametupunguzia gharama za usafiri, na sisi tukasema tunaweza tukafanya naye kazi. Badala ya kwenda na magari madogo Costa na nini ambao tumezoea kusafiri nayo wakina Mwakitalima, tukasema acha tutumie basi kubwa ambalo litamwezesha mtu kukaa very comfortable, lakini litamwezesha mtu kuweza kuingia Crater na kutoka bila usumbufu wa aina yoyote. Kwa hiyo hapa tumempata mshirika wetu ambaye atatusafirisha kutoka Dar mpaka Ngorongoro, ambayo ni kampuni ya Asante Rabi. Hii kampuni ya Asante Rabi ndiyo ambayo tutatumia magari yake kwa kukodi kutoka Dar mpaka Ngorongoro na kutoka Ngorongoro mpaka Dar es Salaam kwa nauli ya shilingi 60,000 pekee kwenda na kurudi, na usafiri wake ni very luxury. Ni magari mapya, ni magari ya kisasa, ni magari ya VIP, ni magari bora, ni magari ya kiwango cha hali ya juu kweli kweli, na kinachoo ndani. Hilo gari ndugu zanguni, hakuna kuchimba dawa barabarani. Tumeumia kusikia hivyo, tulitamani tusimame polini. Kwa hiyo kwa wale wote ambao watahitaji kwenda Ngorongoro kwa kutumia usafiri huu ambao tumeutangaza, utaratibu wake ni rahisi tu. Unaweza ukaja makao makuu ya Simba Masaki, utamkuta mhudumu pale, utalipa nauli yako, utaandikisha jina lako, utaacha nambari yako ya simu pamoja na nambari yako ya NIDA, na baada hapo utasubiri taarifa ya safari ambayo tutaendelea kutangaziana siku hadi siku. Kama shughuli zimekubana, unaweza ukalipa nauli yako kwa kupitia nambari ya simu ya mkononi 0742 771 331. Jina ni Simba Sports Club. Kama unahitaji kwenda Ngorongoro kwa nauli yako ya shilingi 60,000 kwenda kuandika historia ya kuingia Ngorongoro na kuzindua wiki ya Simba Ngorongoro, nauli yako ni shilingi 60,000 kwenda na kurudi, na nambari ya kulipa ni 0742 771 311. Jina litakuja Simba Sports Club. Lipa hapo kisha piga simu. Alo, mimi Mavala Edwardi, nimelipa hapo 60,000. Kwa hiyo mtoa huduma atachukua taarifa zako, atakusajili, na baada hapo na wewe utakuwa miongoni mwa Watanzania wachache wa Simba wanaokwenda kwenye historia hii ya Simba Sports Club. Lakini tunayo Platinum Package. Hii bei yake itakuwa ni shilingi 100,000. Watu wa Platinum wenyewe watalipa shilingi 100,000. Watapanda basi la timu ya Simba Sports Club, ile Dragon nyekundu, ile ya moto kweli kweli, inayokimbia kama ndege, ndio watapanda humo. Na bei yao itakuwa ni shilingi 100,000. 100,000 yao hiyo, tukifika Karatu asubuhi ya Ngorongoro, wenyewe watapanda kwenye magari ya kitalii, yale makruza. Si mnaonaga kwenye picha Najua wengi hamjawahi kufika kwenye utalii. Yale magari makruza yale ya kitalii, ndio wale watu wa Platinum watapanda kwenye magari hayo kushuka chini Ngorongoro, watakwenda watatalii, wakirudi watakuja mjini kupanda basi lao la Simba na kurejea Dar es Salaam. Hiyo ni shilingi 100,000 kamili kwa mtu ambaye atalipa tiketi ya Platinum ya kwenda Ngorongoro kwenda kushuhudia mnyama akiandika historia yake. Lakini wale ambao watahitaji kwenda kule chini na vyakula, wanahitaga lunch box
Kwa hawa wa Laki1 watalipa Laki1 na shilingi 20,000. Unapata chakula chako ambacho kinakuwa kwenye boksi, tukifika chini kule utajinoma. Watu wa Arusha ambao wanahitaji kwenda Ngorongoro wamuone katibu mkuu wa Simba Bwana Thabit. Thabit ndiye ambaye anaratibu wana Arusha wote ambao wanahitaji kwenda Ngorongoro. Wao hatuwapangii kiingilio. Wenyewe watapiga hesabu kutoka Arusha kwenda Karatu ni kiasi gani, wataambiana, watalipa na watalipa kwa Thabit. Lakini kama mtu anataka kusafiri privately, anataka kwenda Ngorongoro kivyake, ama ni kundi la watu ambalo wamejikusanya kivyao, wanataka kwenda Ngorongoro kivyao, hawa tunawaelekeza kwenye kampuni ya Tanzania Smile Safari. Tanzania Smile Safari ndio kampuni ambayo tunafanya nayo kazi ya kutusafirishia wanasimba kutoka Karatu kwenda Ngorongoro kupitia cruiser ambazo wametudhamini nazo, pamoja na nyingine tumelipia Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji kusafiri kivyao watakwenda kwenye hiyo kampuni Tanzania Smile Safari, iko Arusha, na kuanzia hii leo wamehamishia huduma zao kwenye jengo la Ngorongoro na watakuwa floor ya kwanza pale. Kwa mkifika mtapewa package ya kisimba, mtalipia na nyie mtakuwa sehemu ya wanasimba ambao watakwenda Ngorongoro kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Kwa wale ambao wanatokea mikoa ya Mara pamoja na Mwanza, wenyewe watafunga safari kutoka huko kwao, tutakutana nao Karatu asubuhi, tutaingia nao Ngorongoro kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Kwa mikoani, wilayani huko ambao wanahitaji kwenda Ngorongoro, kama unaweza kujumuika na msafara kutoka Dar es Salaam, utaratibu tumeueleza, au la mnaweza mkajikusanya huko mkatengeneza utaratibu wenu, lakini hakikisha tarehe 31 umelala Karatu. Tarehe 1 saa 12 asubuhi tunaondoka Karatu tukiwa na hangover, tunaingia zetu Ngorongoro kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Ndugu zanguni, uzinduzi wa wiki ya Simba Ngorongoro utakwenda sambamba kabisa na uzinduzi wa jezi mpya za mwaka 2026-2027. Hii ni kusema ya kwamba kule chini Ngorongoro tutakuwa na matukio makubwa haya mawili. Tutakuwa na uzinduzi wa wiki ya Simba, tutakuwa na uzinduzi wa jezi ya mnyama. Rasmi na watangazia hivi sasa, jezi mpya za Simba Sports Club zitazinduliwa tarehe 1 ya mwezi wa 8 kwenye hifadhi ya Ngorongoro almaarufu Ngorongoro Crater. Unataka kuwa wa kwanza kuiona jezi mpya ya Simba, unataka kuwa wa kwanza kuvaa jezi mpya ya Simba, tukutane Ngorongoro Crater kwenye historia ambayo inakwenda kuandikwa siku hiyo. Tukiwa tunahitimisha sehemu ambayo tunakwenda kufanya uzinduzi wetu. Fetete, mbona anaangalia kwa huruma sana? Una 60,000 autoboy au pandi gari? Huruma sio malezi. Tafuta 60,000, nenda kauze biliani uje ulipe nauli. Ndugu zanguni, jezi ambayo inakwenda kuzinduliwa tarehe 1 ni jezi ya hatari sana. Ni jezi ambayo itakwenda kuandika historia mpya ya jezi Tanzania. Hapa ninapozungumza nanyi, kundi kubwa la wanyama kutoka mbuga mbalimbali wameanza kuhama kutoka mbugani kwao, yani Watarangire, wa Mikumi, wa Arusha National Park, wote wanahama, wanakuja Ngorongoro kuja kushuhudia jezi mpya ya Simba Sports Club. Ni tukio la maajabu mno. Jana nimezungumza na maafisa wa Ngorongoro, wakanambia
kuna ongezeko kubwa la wanyama ndani ya siku hizi mbili, baada ya tetesi kuanza kuvuja ya kwamba mnyama anakuja kufanya uzinduzi wa jezi yake hapa. Na kwa utafiti wao wa kinyamapori wakabaini ya kwamba wamepata hizo taarifa ndugu zetu wanyama, na wanakuja kushuhudia tukio hilo. Sasa hii leo baada ya sisi kutangaza rasmi hapa, tunategemea kutakuwa kuna ongezeko kubwa la wanyama kutoka mbuga mbalimbali za Tanzania na mbuga nyingine kutoka Afrika, wakija kushuhudia jezi ya mnyama. Usiniangalie utafikiri naona aibu. Ni kweli wanakuja kushuhudia jezi ya mnyama inazinduliwa. Na najua wanyama wana sense, wanahisi wana upeo mkubwa sana. Yani wao wanyama wameshajua hiyo jezi itakuwa na maajabu makubwa, ndio maana wanakuja kuishuhudia hiyo jezi kwa macho yao. Siku hiyo Ngorongoro itakuwa ni hatari kwa kweli. Yani unapishana na fisi namna hiyo. Yani pendeni ndugu zanguni, tutaenjoy. Kwa hiyo uzinduzi utafanyika hapo wa jezi, na kwa wale ambao watahitaji kuvaa jezi kwa mara ya kwanza watavaa jezi hiyo wakiwa Ngorongoro Crater. Sasa basi tunakwenda kwenye dunia ya viumbe tofauti kwa maana ya wanyama. Kuna taratibu, kanuni na sheria zake. Ni vema tukazifahamu hizi taratibu ili tukiingia kule tuweze kuishi kwenye hiyo misingi na taratibu. Lakini kabla sijaeleza hizo taratibu, siku ile tunatoka Ngorongoro, of course kuna baridi. Tunatoka Karatu mjini pale mida ya saa 12 kuitafuta saa 1. Tutafika mpaka getini pale panaitwa Lodware, geti kuu la kuingilia Ngorongoro. Pale kwanza tutakuwa na kituo cha kama nusu saa hivi cha kucheza na kupiga ngoma kali vibaya mno. Vikundi vyote vya Simba vitakuwepo hapo vya ngoma. King Faida atakuwa na wanae wote wakina Suma, wakina Juma, tutapiga mangoma ya hatari hapo ya kuwashtua wanyama kidogo. Tukitoka hapo takuwa na Malaika Bendi, watapiga yale mavuvuzela na matarumbeta yao pale, itakuwa ni hatari vibaya mno. Tunahakikisha kwamba pamoja na baridi ya Karatu, lakini wanasimba watakuwa wameloa jasho hapo. Baada hapo tunaingia kwenye magari mdogo tunaelekea zetu Crater kwenda kushuhudia maajabu ya Crater ya Ngorongoro. Sasa basi ndugu zanguni, tunakwenda kwenye ulimwengu wa viumbe wengine kabisa. Lazima tu abide na sheria zao, na nitawatajia tu sheria chache hapa ili tukifika huko watu tuweze kuishi kwenye misingi na sheria hizo. Usije ukafika kule ukaanza kuleta mazoea ukafanywa vibaya. Jambo ambalo hautakiwi kufanya ukiwa kwenye hifadhi ya Ngorongoro: hauruhusiwi kuwafukuza, kuwakaribia, kuwalisha au kuwasumbua wanyama pori. Hauruhusiwi kuwafukuza, yani umemkuta zake tembo pale ukafanya kama unafukuza bata, hauruhusiwi, atakufanya vibaya. Hauruhusiwi kuwakaribia. Sisi ni simba ndio, lakini ukamuona simba pori ukajifanya kumletea shobo, ndugu zangu, atakufanya vibaya. Au ukajifanya una huruma sana, umemuona swala kama amechoka hivi, ukajifanya unataka kumlisha chakula, hairuhusiwi, hairuhusiwi, hairuhusiwi. Hairuhusiwi kuwasumbua wanyama pori. Kwa mfano umemwona nyama pori katulia, alafu ukajifanya kama unamtingishia mwili hivi kama una mwili mkubwa, hairuhusiwi. Hairuhusiwi kuendesha gari nje ya barabara zisizoruhusiwa. Kule chini kuna barabara tayari zimechongwa. Kwa hiyo gari yako, kwa wale ambao watakuja na magari yao binafsi, na tunawakaribisha wenye magari binafsi yenye uwezo wa kushuka chini, hakikisha gari lako ni zima. Hakuna fundi kule chini. Hakikisha gari lako ni zima, ndio unashuka nalo chini kule. Na sisi hatukai tukusubiri sijui gari yako ipone. Sisi tunaondoka. Utajuana wewe mwenyewe na fisi usiku. Bahati mbaya gari mbovu hiyo. Kwa hiyo kuna barabara kule chini.
pita kwenye barabara husika ambazo unaziona zimechongwa. Lakini vile vile hauruhusiwi kuwa na mwendo kasi chiko. Usijifanye ndo wewe ndo unajua kupepea unachochola tu. Hairuhusiwi kukimbia. Kuna speed limit kule porini. Hairuhusiwi kupiga kelele. Na hili jambo la msingi mno. Najua kuna watu watakuwa na mavuvuzela. Hauruhusiwi kupuliza vuvuzela. Wale watu wa ngoma zetu zitaishia getini pale Lodware, geti kuu la kuingilia Ngorongoro. Pale ndio mwisho wa kupiga ngoma. Hautaruhusiwa tena kupiga ngoma, kupiga kigelegele, kupiga mbiu wala kushangilia. Mle ndani ni kushangaa tu kwa macho. Ukipiga kelele shauri zako. Hairuhusiwi kuiga sauti za mnyama. Kwa mfano umemuona tembo ukajifanya naye unaita kama tembo. Tembo atahisi wewe ni mwenzie. Sasa kama ni tembo dume afa akuhisi wewe ni mwenzie na ni mwanamke, utajua mwenyewe what happening. Ni muhimu mno kuchukua hizi tahadhari. Sawa jamani Hairuhusiwi kuiga sauti za wanyama au kutumia honi. Madereva tutakao kwenda nao kule na pepe. Hata kama unataka kumovertake mtu unatoka taratibu unarudi. Hairuhusiwi kupiga honi. Na hii honi ni kuanzia pale tumeingia geti kuu. Hauruhusiwi kupiga honi. Ni mwendo wa kimya. Nadhani tumeelewana. Hairuhusiwi kutupa taka. Wale watu wachafu. Umeisha kunywa zako maji, haisi poli ukatupa. Hairuhusiwi. Hairuhusiwi kuingiza mifuko ya plastiki ndani ya hifadhi. Mifuko ya plastiki hairuhusiwi ndani ya hifadhi. Hairuhusiwi kuchuma mimea. Kuchuma jani hivi hairuhusiwi. Hata kajani kadogo namna hii hairuhusiwi. Sasa isije kawa umetumwa na mganga wako, nenda kachume jani fulani Ngorongoro, hairuhusiwi. Ukionwa kamatwa na maafisa wa Ngorongoro na hiyo inakuwa ni kesi yako. Hairuhusiwi kuchukua mawe. Kuna mawe kule chini. Usichukue mawe ukatia mfukoni ukajifanya una matumizi nalo. Au kitu chochote cha asili ya urithi. Ngorongoro ndio urithi pekee ambao hatugawani. Urithi mwingine wote baba kafa, mama kafa mnagawana. Lakini Ngorongoro ni urithi wa dunia ambao hatugawani. Kwa hiyo usifike kule chini ukataka wewe uchukue urithi wako. Huo ni urithi wa dunia. Uache kama ulivyo hapo. La mwisho, hauruhusiwi kushuka kwenye gari au kutembea katika maeneo yasiyoruhusiwa. Wapiga picha nyie tena. Umeshamuona mnyama ukapata hamu ya kwenda kumshuti kule. Wewe na kamera yako mtaliwa. Hayo ndio mambo ya msingi na muhimu ya kuzingatia kuelekea Ngorongoro na tukiwa Ngorongoro, na tutaendelea kutoa elimu hii kila siku ili kila mwana Simba ambaye atachagua kwenda Ngorongoro basi atambue kitu gani anapaswa kufanya na kitu gani hapaswi kufanya. Baada ya kusema hayo, kabla sijahitimisha nirudie tena kuwakumbusha viingilio vya tamasha letu la Simba Day, ambapo mzunguko utakuwa ni shilingi 20,000. VIPA ni shilingi 100,000 na Platinum itakuwa ni shilingi 250,000, ambapo unapata jezi zote tatu, usafiri wa kutoka hotelini kwenda uwanjani na kutoka uwanjani kwenda hotelini. Anayehitaji tiketi ya Platinum, namba ya kupiga ni ile ile ya siku zote. Anayehitaji tiketi ya kwenda Ngorongoro ama kiingilio ya kwenda Ngorongoro, namba ya kupiga ndio ile ambayo tumeitaja. Niwakumbushe ndugu zanguni, Simba Day safari hii ni katika uwanja wa Uhuru. Uwanja ambao unaingiza watu 19,000 fulani tu hivi. Sasa kwa mantiki hiyo, watu 40,000 walioshuhudia Simba Day mwaka jana Benjamin Mkapa, mwaka huu wanakosa nafasi. Kwa hiyo tiketi zimeanza kuuzwa sasa. Ukichelea utakuta mwana si wako. Mwenye nia, mwenye shauku, mwenye dhamira
ya kwenda Simba Day anunue tiketi yake hivi sasa. Ndugu zanguni waandishi wa habari, kabla sijakaribisha maswali kutoka kwenu, nichukue nafasi hii kumkaribisha mdhamini wetu mwingine katika tamasha letu hili la Simba Day kutoka benki ya Equity, na waona wote ambao mna mpango wa kuona. Tulieni wadhamini wetu kutoka benki chekundu hapa vizuri. Afuatilia bwana Kabemera. Atonani mpaka Simba Day ifike bwana. Miss Shubana. Yes. Mambo vipi? Uko sawa? Unafanana Equity. Basi nimkaribishe Bi Shubana atueleze kuhusiana na udhamini wao wa benki Equity kuelekea kwenye siku yetu hii ya Simba Day sanjari na wiki ya Simba. Na baada hapo tamkaribisha Mr. Kabemela atuambie shirika la Posta safari hii wamekuja na kitu gani kipya kuelekea katika tamasha letu hili kubwa. Mwisho kabisa takuja kutoa utaratibu wa ninyi waandishi mnaendaje Ngorongoro. Na nyinyi jukumu lenu la kwenda Ngorongoro liko chini ya ofisi ya Rais. Yaani mimi hapa. Sawa Kwa msimsumbue Chiko wala Tobi wala nani. Nyinyi jambo lenu liko chini ya ofisi ya Rais. Kwa mna ripoti kwangu moja kwa moja. Anayetaka kwenda Ngorongoro nitawapa utaratibu na mtaripoti kwangu moja kwa moja. Na naanza kuchuja kutokea hapa. Atakapozungumza afisa kutoka Equity, kama haulikodi Ngorongoro utaiona kwenye video. Asanteni. Asante sana. Okay, habari za mchana wana Simba. Sorry to interrupt. Shukran. Bahati mbaya au nzuri, jeuri ya kuzungumza kama semaji sina, lakini na machache kuhusiana na Equity Bank na ushirikiano huu ambao tunao na Simba kwa ajili ya Simba Week. Kwanza kabisa naomba niseme kwamba Equity Bank ni benki ya Watanzania wote na tumekuwa tukitoa huduma mbalimbali za kifedha kwa ajili ya Watanzania walika lote, wa nyanja zote. Hapa nazungumzia wafanyabiashara, wawekezaji, mamalishe, bodaboda na watu wengine wote ikiwemo vijana wapambanaji. Equity Bank kwa ushirikiano na Simba Day au Simba Week tunakuja kama mwezeshaji wa masuala ya kifedha. Kama mnaona zoezi lote la Simba Week linazungumzia kusafiri, unahitaji kufanya malipo. Malipo haya Equity Bank tumesema tusiwaachie Simba walibebe jukumu wenyewe. Equity Bank tunaleta facilitation au uwezeshaji wa kuweza kufanya malipo kidijitali. Kutakuwa kuna lipa namba maalum ya Equity ambayo kiachana na namba ambayo semaji amezungumza, kutakuwa kuna namba nyingine ambayo ni lipa namba ni ya Equity ambayo ni account ya Simba. Mtaweza kufanya malipo huko na malipo atapokelewa na mtaweza kuwa rasmi mmejiunga kwa ajili ya safari ya kwenda Ngorongoro, Karatu na maeneo mengine. Lakini kwenye safari nzima haya matukio ambayo tunayo kwa ajili ya Simba Week, kuna mambo mengi yanahusisha malipo. Umeingia Karatu, mambo kuna bata pale, kuna nini, unawezaje kufanya malipo kidijitali? Equity Bank tunakuja kwenye engo hiyo. Lakini ukiachana na safari ya kwenda Karatu na Ngorongoro, kuna matukio ambayo yatafanyika hapa. Kuna bodaboda day, kuna siku za kwenda kufanya CSR kwa ajili ya kusaidia damu na vitu kama hivyo. Equity tutakuwa hapo. Sio tu kwa ajili ya kusupport CSR hiyo, lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wana Simba na wale wapenda mpira na matukio kama haya wanapata nafasi ya kujua elimu za kifedha. Na kama niliposema mwanzo, Equity Bank ni benki kwa ajili ya Watanzania. Tuna mambo mengi ambayo yananufaisha Watanzania, lakini peke yetu hatuwezi kufika kupitia Simba, tutaweza kuwafikia Watanzania hao. Kwa ufupi ni huo, tuko pamoja na Simba kwa ajili ya Simba Week. Tutakuwa pamoja kwenye nyanja za kifedha kuweza kufacilitate majukumu ambayo mtoa huduma za kifedha anatakiwa kuyafanya, na sisi tutafanya hivyo kwa kuanzia na lipa namba ambao wale wanaotaka ticket muda sio mrefu tutatoa lipa namba ambayo ni kwa ajili ya Simba kuweza kufanya malipo kidijitali popote ulipo, ukaweza kupata tiketi yako na vitu vingine kwa ajili ya safari na mambo mengine ambayo yatahusisha na masuala ya kifedha. Ya kwetu ni hayo, tunawakaribisha Equity Bank na ni faraja kubwa na heshima kubwa ya sisi kuwa na Simba kwa ajili ya Simba Week kipindi hiki au msimu huu. Asanteni sana. Asante sana. Bwana Frederick, karibu sana tupate maneno kutoka na wafuatilia. Nawafuatilia.
Asanteni sana, habari za mchana mabibi na mabwana. Kama ambavyo amenitambulisha semaji la kimataifa, jina langu ni Ferdinand Kabyemela, ni mkurugenzi wa masoko na mauzo shirika la Posta Tanzania. Na kama ilivyo ada, tulifanya hivi katika msimu uliopita, lakini vile vile katika msimu huu tunaianza hii safari pamoja na Simba Sports Club. Simba Sports Club ni klabu kubwa sana, si tu Tanzania peke yake bali Afrika nzima na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo chochote kinachofanywa na Simba kinahitaji partner ambaye ana nguvu, ana uzoefu katika nyanja hizi. Shirika la Posta Tanzania, kama ambavyo tayari waandishi wa habari na mabibi na mabwana mnafahamu, ni shirika kongwe kwenye nyanja za usafirishaji, lakini vile vile ni shirika kongwe ambalo limewezesha huduma mbalimbali za elimu, afya na masuala mazima ya kiuchumi. Hivyo basi katika Simba wiki hii ambayo kilele chake cha Simba Day, tunaona kwamba kuna activities mbalimbali. Shirika la Posta litakuwepo kuhakikisha kwamba wewe mwanachama, wewe mpenzi wa klabu hii ya Simba unaweza kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupitia huduma yetu ya usafirishaji ya Swiftpack. Lakini vile vile kwa mizigo yako, items zozote ambazo utanunua, tumeona kwamba kuna safari za kwenda Ngorongoro, utafika kule kuna vitu vya kitalii mbalimbali utanunua. Hakikisha kwamba ofisi ya Posta iliyoko karibu na wewe pale Karatu au Arusha mjini, unapeleka vitu vyako, vinasafirishwa kwa huduma yetu ya EMS vizuri kabisa, kwa usalama na kwa haraka kabisa. Una haja ya kuhangaika na mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. EMS, huduma ya usafirishaji ya haraka, itakusupport, itahakikisha kwamba unasafiri vema kabisa. Lakini vile vile kupitia huduma zetu za duka la mtandao la kipepeo online, una uwezo vile vile wa kununua chochote na kuhakikisha kwamba kinasafirishwa mpaka eneo lililopo. Kwa hiyo sisi tunasema shirika la Posta Tanzania kama mkubwa wa huduma zote za usafirishaji, tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba popote walipo Simba na sisi shirika la Posta tutakuwepo. Kikubwa wasemaji, Simba ni mwekundu na sisi shirika la Posta Tanzania ni wekundu vile vile. Kwa hiyo hakuna ugumu pale. Ukivaa jezi tayari umeshavaa rangi za Posta, ukivaa rangi za Posta umevaa rangi za Simba. Kwa hiyo niwakaribishe sana, tuende bega kwa bega tukakamilisha safari hii ya mnyama. Posta delivers better.